Kwa hiyo tukaangalia hizi nguzo 7 ambazo unapaswa utembee nazo ili uwe baba unayeishi maisha ya kumtukuza Mungu na familia, ili kuwe katika habari ya utumishi na kumtukuza Bwana. Mambo mengi sana yanahitaji neema ya Kristo. Nguzo ya kwanza inasema kuwajibika. Inaitwa kuwajibika. Ubaba sio cheo, ni wajibu ambapo unapaswa uwajibike kama baba. Usiseme kwa sababu mke wangu ameokoka na watoto wameokoka na kila kitu nyumbani kwangu kimeokoka, basi toka asubuhi mnamtukuza Mungu, hamna habari ya kuwajibika wala kufanya majukumu, hususan baba. Hapana. Manake utasaidiwa kulea familia. Wapo wasaidizi wengi sana, wapo wasaidizi. Kwa hiyo ubaba sio cheo, ni wajibu. Upo wajibu wa kimungu kwa mke, upo wajibu wa kimungu kwa mtoto, upo wajibu wa kimungu kwa familia kiujumla, ukiwa kama baba ambaye umeteuliwa kuwa nguzo na kiongozi kwenye familia. Sio hivi hivi tu. Ndio maana usiposimama baba, unaweza kukuta familia mna Roho Mtakatifu lakini wote mahohehahe tu, yani mnachoka mbaya. Hamnaga utumishi wenye furaha kiwa hohehahe bugi mambo. Kwa hiyo lazima baba kama baba uwe na maarifa ya ziada kuizidi familia ama mke wako. Kabla hajakanyaga wewe umeshakanyaga mahali fulani. Yaani wewe unatembea, kabla hajafika mahali fulani wewe umeshaelewa kinachokuja. Ndio maana unaweza ukaongea na mke akakwambia, samahani baba, nina wazo. Akisema nina wazo, hapo fungua fahamu zako kabisa, sikiliza. Zinakuja nyundo au unakuja mtego au unakuja hoja, ukichanganya kujibu utakuwa umeshakwisha vibaya sana. Kwa lazima tu unafikiria mapema kabla ya kujibu swali. Na wakati mimi naweza nikiulizwa swali nikiona halina majibu waka naamua kunyamaza. Hiyo ni mbinu. Naambia ukweli. Wewe jibu tu, alafu mwisho wa siku sasa wewe uliniambia, unasemaje? Wewe ukasema hapa ndio, alafu bado ukasema hapana. Kama umeamua kutembea baba, utembee kwenye mstari ulionyooka. Sema ndio hapa, kesho sema pia ndio. Kwa hiyo Samueli wa kwanza 3 mstari wa 11 hadi wa 14 tunaangalia ile ya nguzo ya kwanza ya baba anayepaswa aishi Biblia ama anayepaswa tembee katika habari ya utumishi. Mara moja ukumbuke, unakuja na diary unaandika unachokikumbuka, kama ukumbuka au unachukua sauti, itakusaidia siku moja. Ukifika naweza ukaniambia Samueli wa kwanza 3 mstari wa 11 hadi wa 14 hadi 14. Neno la Bwana linasema Kwa nini? Amen. Alikuwa anasoma Samueli wa kwanza 3:11 hadi 14 ambayo inazungumza kwa habari ya nyumba ya Eli kuhani ambaye alikuwa kipindi cha Samueli. Ukisoma mithali yote hapo utakuja kugundua baba alifanya uzembe mahali fulani. Baba hakuwajibika mahali fulani. Kwa hiyo unaweza ukajiweka kwenye kipengele cha kuwa Eli wewe wa leo.
Kama kuna eneo fulani utafeli kuwajibika ama baba atashindwa kuwajibika ipasavyo, maana yake hili andiko litafanya kazi vizuri kabisa. Na kwa hiyo nimeapa juu ya nyumba ya Eli ya kwamba uovu wa nyumba ya Eli hautasafika kwa dhabihu wala kwa sadaka hata milele. Kwa nini? Kwa kuwa wanawe walijiletea laana, wala yeye hakuwazuia. Kwa maana tunaanza kuangalia sasa, kama ni baba mnataka kutembea katika familia. Kuna siku moja nilifundisha ile series ya utumishi ambavyo inabidi kae aje namba 1 Mungu, namba 2 familia, alafu namba 3 ni huduma. Haya mambo moja likichanganywa na mwenzake utakuwa baba umefeli vibaya sana. Yaani cha kwanza siku zote juu kabisa ianze God first, alafu katikati ije namba 2 ije familia, alafu 3 mwisho ije huduma yako. Hata kama ukimkuta mchungaji aliyechanganya haya mambo, ya pili ikawa huduma, ya 3 kawa ni familia, maana yake huyo mchungaji inakuwa huduma inaanza kugoma. Kwa nini? Maana yake amechanganya majira, amechanganya nyakati vibaya. Kwa hiyo hata kwenye kuwajibika kama baba lazima tufahamu hatua tuliyopo, ili tuweze kutembea na Mungu katika mapenzi ambayo itafikia wakati ataanza kutukuza na kututukuza vizuri na kutuinua kwa namna anavyopenda yeye. Ila tukichanganya haya majira unafeli tu kidogo. Unaona mtoto wako anakuja nyumbani ana simu jipya, tambo jipya, hata uulizi baba, uelewi. Ana simu nzuri kali, uelewi. Au upo naye nyumbani, hakuombi hela ya vocha, lakini simu yake haishui vocha, na hana biashara yoyote, na mtoto wa kike. Naonaje hiyo? Hapana. Ukinyamaza sasa wewe na wewe baba utakuwa unafeli. Hapana. Au kama tulivyojifunza siku moja, unakuta mwanamke umewachia hela ya matumizi 5,000, unakuta nyama choma, chipsi, baga nini, alafu ukasema tulie luraha, kwa bado umefeli. Lazima ufanye wajibu wa kuuliza imekuwaje mama hapa, mbona sielewi? Alafu akakwambia wewe toka lini nakuomba hela alafu nipi? Nimejiongeza. Utafanyaje? Utapiga ngwara? Baba fulani, baba wili, mimi nimejiongeza bwana. Mimi siku zote nakuomba hela unielewi. Mimi nimeona nijiongeze. Unafanya? Sio bwana na kushone. Umeshafeli hapo. Hapo ndio. Sasa unamaliza kushona ananyanyua simu. Baba! Shemasi wako. Hivi baba. Kuna siku mama mmoja hapa ibada ya asubuhi aliuliza swali. Kuna maswali yale direct. Na mume wake hivyo swali direct hivi. Wewe. Mzee Msigala akaita, jamani wenye ushuhuda. Mama ile akaja ghafla, yani ngoja tusikilize ushuhuda, labda akafunguliwa vizuri. Anafika hapa, baba samahani, naomba niulize, hivi mtu aliyeokoka, mwanaume aliyeokoka ni sahihi kupiga mke wake? Maswali hivi limenyoka hivi, wewe unasemaje? Mume kumcheka amejinamia, sawa, hiyo imeshafika. Wewe unaweza ukienda kusema hata tu mpenzi anaenda kusema, anakuja kushuhudia, kumbe anakuja kusema ni sahihi kupigwa. Mimi najuaga mtu ukishaokoka unaenda kiroho, tunasameheana, tunavumiliana. Kwani nahisi mtu ukishamkosea hawezi kukusamehe? Kwani lazima kupiga? Baba, kwani hiyo imesiwa kupiga? Unaelewa kwamba hivi hapo utajua kwamba anamuulizia kwa ajili mwingine au yeye. Hiyo ni direct. Kachezea. Masiala nini? Sasa mchungaji na alikuwepo na mzee wakalijibu tu anavyoelewa. Ile yule naye abaki salama. Juu unaweza ukajibu gombe yule ukawa unamuua yule, alafu wewe au unatengeneza upande mmoja anakufa.
Kwa hiyo mambo kama haya tutulie vizuri. Kwa hiyo ni wajibu wa kwanza. Na mwanaume kama mwanaume ambaye kama tumekubali kutembea na Yesu vizuri, lazima uelewe niko hatua gani. Ukimpa mwanya kidogo, usipofanya hili hapa, manake Mungu anasema atawapa watoto na wanawake kutawala ili wafanye hili jukumu. Ndio maana ukidelay kidogo tu mama atakuwa anatangulia mbele. Mwisho wa siku unaanza kusema mke wangu anisikilize. Kuna mahali umefeli. Sio kusikilizi. Inakuja jambo baada ya kufanya maamuzi unasubiri kwanza. Hapana. Kwa hiyo lazima tuwajibike, tufanye wajibu. Uwe na mbinu nyingi za kumzidi mke ili aelewe kwamba unamzidi kila eneo. Hakuzidi kupika tu basi. Hata akizingua hata kwenye kupika unaweza kumzidi. Ila mambo mengine hakikisha kwa kweli unakuwa huko juu. Hajalishi. Haya. Naweza ukasema mimi natafuta sana hela. Alafu mengine mimi sishughuliki nayo. Sawa, wewe acha. Atapatikana wa kuyashughulikia.